Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei anasema kwamba Donald Trump anataka kufanya mazungumzo na Iran, lakini huu ni ulaghai mtupu. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Al-Khamenei amesema kwamba wito wa rais wa Marekani Bwana Trump kwamba anataka kufanya mazungumzo na Iran si lolote, bali ni jaribio la kuhadaa maoni ya umma duniani na kutaka kuonyesha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni upande ambao hauko tayari kutoa fursa nyingine kwa diplomasia. Ayatollah Al-Khamenei aliyasema hayo siku ya jana ya Jumatano alipohutubia hadhara ya wanachuo mjini Tehran, na amebainisha kuwa tulikaa kitako kwa miaka kadhaa na kujadiliana. Mtu huyu alitupilia mbali mezani na kurarua hati za mazungumzo yaliyohitimishwa, yaliyokamilishwa na yaliyotiwa saini. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran alihoja akisema, wakati tunajua kwamba yeye haheshimu makubaliano, kuna maana gani ya kufanya mazungumzo? Kwa hivyo wito wa mazungumzo na wa kuzungumza ili kujadiliana unalenga kuhadaa maoni ya umma duniani. Ayatollah Al-Khamenei alisema utawala wa Donald Trump hauna nia ya kuondoa vikwazo hivyo na kwamba mazungumzo yatafanya mashinikizo yawe mabaya zaidi kwa sababu Washington itaibua matakwa mengine mapya. Ikiwa madhumuni ya mazungumzo ni kuondoa vikwazo, mazungumzo na utawala huu wa Marekani hayataondoa vikwazo, yatavifanya vikwazo viwe vikali zaidi na kuongeza mashinikizo, amebainisha kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran Bwana Ayatollah Al-Khamenei. Akijibu madai ya nchi za magharibi kwamba inataka kuunda silaha za nyuklia, kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kwa mara nyingine tena kwamba Iran haitaki kutengeneza silaha za nyuklia, na akaongeza kuwa kama ingechagua kufanya hivyo, sasa hivi ingekuwa tayari imeshatengeneza silaha za kutosha za kinyuklia, pengine hata baadhi ya mataifa ya magharibi isingekuwa nayo. Inasemwa kwamba hatutairuhusu Iran ipate silaha za nyuklia. Kama tungetaka kutengeneza silaha za nyuklia, Marekani isingeweza kutuzuia. Ukweli wa kwamba hatuna silaha za nyuklia na hatufuatilii kuwa nazo ni kwa sababu sisi wenyewe hatuzitaki kwa sababu maalum, ameeleza bayana Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran. Akizungumzia vitisho vya Marekani vya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ameonya kwamba Iran imeshajiandaa kutoa jibu kali, na akaongeza kuwa Marekani ndio itakayoumia zaidi katika makubaliano hayo. Katika makabiliano hayo, kwa maoni yangu, kitisho hiki hakina mantiki kwa sababu vita au uvamizi wa kijeshi ni suala la upande mmoja. Iran ina uwezo wa kujibu mapigo, na bila shaka itakapolazimu itafanya mashambulizi ya kujibu shambulio, na hata ninaamini kwamba ikiwa Marekani au wakala wao watapata hasara zaidi kuliko mtu mwingine yoyote, amesema kiongozi huyo wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Kuhusu suala la vikwazo, amebainisha kuwa hatua hizo zinapoteza athari zake hatua kwa hatua kwa sababu Iran imeshapata njia za kuvizima. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesema baada ya kupita muda, wakati vikwazo vinavyoendelezwa ulimwenguni kote pole hupoteza athari zake. Hata wao maafisa wa Marekani wenyewe wanakiri hili, wanakubali kwamba nchi inayowekewa vikwazo inaweza kuchukua hatua kwa hatua kutafuta njia za kuzima athari za vikwazo hivyo na kuvifanya visiwe na athari yoyote. Tumegundua njia nyingi kama hizo na tumezima athari za vikwazo vyao katika maeneo mengi. Pamoja na hayo, Al-Khamenei amesema changamoto nyingi za kiuchumi za Iran zinatokana na uzembe wa ndani na uendeshaji mbovu kuliko vikwazo vya nje, na kwamba vikwazo hivyo havikuweza kusababisha athari mbaya kwa nchi ya Iran, na wakati huu wao wamejipanga kwa ajili ya kuvitatua vikwazo hivyo, na serikali ambayo ipo madarakani ya Rais Masoud Pezeshkian ipo makini kwa ajili ya mapambano dhidi ya vikwazo hivyo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wameitazama kauli ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliyoitoa wiki hii baada ya kudai kwamba ameipatia serikali ya Iran, hasa kiongozi mkuu wa serikali Bwana Ayatollah Al-Khamenei, barua, huku akizungumza kwamba barua hiyo pia imeangazia namna ya kufanya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, lakini viongozi wa Iran wapo tayari kwa lolote ambalo linaweza kutokea.
rais wa Marekani bwana Donald Trump alieleza kwamba baada ya hapo kuna jambo kubwa ambalo litatokea, licha ya kutoeleza ni jambo gani ambalo linaweza likatokea baada ya mazungumzo au kutokuwepo kwa mazungumzo baina ya Iran pamoja na Marekani na washirika wake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia.